بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر صدق الله العلي العظيم. بعد تحميد الله سبحانه وتعالى nakumtakia rehema na maghfira kipenzi wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuko katika jau au bi'at al-imtihanat, tuko katika mazingira ambayo kwamba tunajiandaa au tunaendelea na mitihani ambayo kwamba tuko nayo, na mbali na mitihani ambayo kwamba tuko nayo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nidhamu ambayo kwamba ameiweka katika hii dunia ni mwanadamu kufaulu au kufeli. Ndiyo njia ambazo kwamba mbili ameweza kuandaliwa mazingira ili apate kufikia kwa ile sehemu ambayo kwamba yeye kwa nafsi yake ameitaka. Lakini katika sehemu hizi mbili inawezekana ukafanya kitendo kikakutoa katika njia mbaya ikakuingiza katika njia nzuri. Kwa lugha nyingine unaweza kusema ukatoka katika kufeli ukaingia katika kufaulu, kama vile ambavyo kwamba kinyume chake sawia. Unaweza kutoka katika njia nzuri ukaingia katika njia mbaya, au unaweza kutoka kule katika kufaulu na ukajikuta umeingia katika kufeli. Hii ndio kile kitu ambacho kwamba kinazunguka katika dira ya mwanadamu katika maisha yake, tukiita al-qadar wal-qada. Qadar na qada, sasa nakayakuyapply al-qadar wal-qada fi ayyam al-imtihanat. Qadar na qada Allah Subhanahu wa Ta'ala katika haya masiku ambayo kwamba tuko nayo ya mitihani. Ndipo sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya yake wakati akizungumza kumwambia huyu mwanadamu kuwa kuna sehemu ya kuondoka katika dunia, yani kulli ummatin ajalun, yani kila umma una muda, kuna muda ambayo kwamba mwanadamu amepewa. Fa idha jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, ikitakapofika muda huu mwanadamu hakuna kucheleweshwa wala kuongezewa. Yani imekuwa fix kwa mwanadamu wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikutaja. Na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya iliyotanguliza, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ametukumbia sisi kwa kila kitu na kipimo chake. Yani namna unavyoishi umepata kipimo ambacho kwamba kitaenda kukuwekea maisha yako yatakayokuwa mazuri kwa kipimo uliopatiwa, na utaenda kuyapima maisha yako ambayo kwamba ni mabaya kwa kipimo ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia. Al-qadar wal-qada, maisha yetu yote yameingiana na qadar na qada. Kwanza tukiangalia kwa haraka maana ya qadar na qada, ili upate kujua ni kitu gani ambacho kwamba sisi tunachokizungumza fi ayami imtihanat, katika haya masiku ya mtihani. Tukianza al-qadar fi lugha huwa taqdir. Qadar fi lugha ya Kiarabu ni kiwango, ay wad'u shay'in ala miqdar muayyan, yani ni kuweka kitu katika kipimo maalum. Hii ni kilugha. Au fi istilah wanasema al-qadar
inakuja kuwa huwa ilmu Allah sabiq, ni elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyotangulia, bimakadiri ashya, kwa kuwa na vipimo ya vitu, wa ahwaliha, na mambo yake na hali zake, wa kaifiyatwa, na vipi yatakapotukia mambo hayo, wa awqatiha, na wakati yatakapotukia, bihasabi hikmatihi wa adlihi, kwa mfumo wa hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na uadilifu. Hii ni qadar. Kwa hivyo qadar ni mambo ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashayapanga, ashayapima, ashayaweka kwa huyu mwanadamu wakati yeye anaishi katika maisha yake. Kinyume chake al-qada. Al-qada wanasema fi lughatan itmam wal infadh wal hikm, ni kwa huyu mwanadamu wanakisema ambayo kwamba ni kadhaa kumaliza jambo ambalo kwamba huyu ameleweka, kulitekeleza na vile vile kutoa hukumu. Ndio ni kilugha al-qada. Amma fi istilah al-qada tanfidhu ma qadara Allah lak, yani ni utekelezaji wa Mwenyezi Mungu aliyokukadiria fi kharij ala waf'i ilmi sabiqa, kwa mambo unayoona kwa mujibu wa elimu yake iliyotangulia. Kwa hivyo al-qada wal qadar ni mambo yanapishana, ni kama shilingi kwa upande huu na kwa upande mwingine. Haya yote yanakuja katika maisha yetu, na tunakuja kuona mifano mingi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameenda kutuwekea katika Qur'an, na vile vile tutakuja katika kwa mifano yetu ambayo kwamba tuko nao hasatan katika hii jaul imtihan, katika hii wimbi la mitihani ambayo kwamba. Kwa hivyo alfarqu baina alqadar wal qada, kuna tofauti gani kati ya qadar na qada? Alqadar anasema yataallaqu bitaqdir wal ilmi qabla wuqu'i shay'in. Qadar inahusu mpango fulani na elimu kabla ya jambo halijatokea. Qadar kuna kitu ambacho kwamba mpangilio wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na elimu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kabla ya jambo halijatokea, hiyo inaitwa qadar. Ama qada yataallaqu bitanfidhi wal wuqu'i ba'da taqdir, inahusu utekelezaji na vile vile kutokea kwa jambo hilo baada kupangwa. Yani Mwenyezi Mungu al-Qadar ashapanga jambo lililotokelezea, hilo ni nini? Ni qada. Mfano sahihi fani linapepea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka, anasema hili fani linalopepea litakuangukia kwa kichwa. Hiyo ameweka ni qadar, ashaandikwa, ni mpango wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namna litakapokutukia lile tayari, hiyo ni qada, haiwezi kupanguka kwa mtu yoyote mwingine, kiasi ya kwamba qada hiyo inaweza kubadilika. Wakati ilikuwa ikuangukia ikamwangukia mtu mwingine. Kwa mfano, ulipoondoka tu wakati Mwenyezi Mungu akakuepusha na kadari hiyo, baada ya kusema kwa waisi mikono ukaamka, ukiamka ile peni ndio ikaanguka. Hiyo ni tahawala tunaqawa, yani kawa yako imeenda kubadilishwa, yani kitendo cha kwenda wewe chooni ndio peni imefanya nini, imeanguka. Kwa hivyo mara nyingine qadha unaweza kuibadilisha wakati kwa matendo yako unaoyatenda. Hata mara nyingine utampata mtu kabisa amejitayarisha katika mtihani wake vizuri, lakini qadar ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpango wake ushakuandikia wewe, mpango uko pale, lakini
ukaenda kuibadilisha ile qadar wa qada ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa ni mpango wako kufeli, ukaenda kuibadilisha awalatul qada ila al-qadar, kama vile al-qadar ila al-qada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakuonesha njia fulani ambayo kwamba ilikuwa feli, lakini qada ikaja ikakuonesha kwa hapa sasa nimefaulu. Kuna jambo ambalo kwamba limetokea kabla ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hajakwenda kuliandika, hajaenda kulikubali kwa lile jambo ambalo kwamba wewe unalifanya. Sasa basi unaweza kujiangalia ukasema qadar ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashaniandikia ni kufeli, ashaniandikia ni kufaulu, ina haja gani ya kuamini niendelee kufanya nini? Kufanya bidii. Mfano, mimi nishaandikwa ni tariku swala, si swali, ina haja gani ya kurudi kuamini niendelee kuswali wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashaniandikia kuamini ni tariku swala? Hii ndio swala lilikuja wakaulizwa wanavyoni, wakati mwanadamu akiwa mzembe wa kuhifadhi au kuigundua neno qada na qadar, anaweza ishi maisha yake kihisia, walaysa al-amr, anaweza kuishi kwa hisia inavyomtuma. Wakati unataka kusoma, hisia inakutuma na soma. Wakati unataka kulala, unaenda kihisia kwa wewe unataka kulala. Hapo ndio wakati wa kugundua kuwa hii qada bali kwa Mwenyezi Mungu kadari mipango yake ameweka, lakini qada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaweza kubadilika kulingana na maisha ya yule mwanadamu ambaye kwamba anaishi. Kisa maarufu, alitokea mwanamke mzinifu wa hali ya juu kiasi ya kwamba katika huo mtaa jina lake lilikabadilika, lakabu yake ikawa ni zani mzinifu. Akipita tu katika maeneo, huyo anajulikana kwa jinsi wala juu kupindukia. Lakini malasaf ikatokea kauli ya kuwa huyu mwanamke akafanya kitendo ambacho kwamba kikaenda kuziba, kwa sababu kila siku tunamjua zani sehemu yake ni sehemu mbaya. Hata leo wakati ukiondoka, ukiwa wewe uko katika uzinifu na umekufa juu ya uzinifu, sisi tutakuhukumu kwa dhahiri yako kuwa ni mtu wapi wa moto. Lakini kitendo chake ambacho kwamba alichokifanya kwenda kubadilisha muamko wa watu, kubadilisha ahwali za watu, kubadilisha mawazo ya watu, akatokea mbwa wakati ule, wakati hakuna kiu ya hali ya juu. Yule mbwa alipompatia mali, lilienda ile jambo au kile kitendo kufuta yale madhambi yake yote ilikuwa kuyafanya, na madhambi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuyafuta au kuyasamehe au kuyabadilisha ni sekunde, wakati sisi tunaona ni mzigo mkubwa wa madhambi ambao kwamba sisi tulionayo, lakini matendo yetu madogo huenda yatafuta kwa nia na madhumuni ya ile swala ambalo kwamba umelifanya. Huyu mwanamke akamsaidia yule mbwa, na yeye akawa ni mwenye kuondoka katika ulimwengu. Sasa kitendo ambacho kwamba kimefanya kikampeleka yeye akawa ni katika wale watu wema, kwa sababu kila siku sisi katika dua tunazozisema ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie mwisho. Mwenyezi Mungu haangalii wapi tulipotoka, haangalii wapi tunakoelekea, anaangalia waqtul hadir, aina nahnu al'ana. Sahihi wewe ukiondoka, sahihi wewe ukianguka, Mwenyezi Mungu anakuhukumu kwa haki, kwa sababu unaweza umefanya madhambi mingi wakati umepita katika maisha yako, lakini hujui mazuri yake ambayo kwamba ulioyatenda
yakaenda kufuta yale ambayo kwamba uliyofanya, kiasi kwamba ukiondoka katika ulimwengu na watu wote hawakukumbuki kwa alikuwa alisema huyu katika desturi yake ilikuwa hatoki msikitini, huyu alikuwa ni mmoja wa kutoa sadaka, bali alikuwa ni muuzaji miraa, alikuwa ni muuzaji pombe wakati wa nyuma, lakini sisi tutakumbuka sasa aliwahi kutubia kwa sababu aliondoka katika nyanja kama hizo. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni lazima sisi tujijue kuwa tunatembea na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati tunapokuwa katika jambo au katika kipimo kitakachozalisha matunda ambayo kwamba sisi tunayohitaji ili tupate mwelekeo wa maisha yetu ambao kwamba tunaenda. Imam Ali karamallahu wajhahu anasema al-qadar sirru min asrarillah, qadar ni siri miongoni mwa siri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mahjubun an khalqihi, anasema imefichwa kwa viumbe wake, yani hatujui qadar ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, matwiyun fi ilmihi, na haijulikani kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kikamilifu kwa mtu yoyote kwa elimu ya hiyo qadar, hakuna. Lakini wakati haijulikani kadari yako umefanyiwa, huyu Mwenyezi Mungu, huyu mwanadamu anaweza tahawalatul qadaru ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameiweka na ikampatia jambo ambalo kwamba yeye hakutarajia. Mfano wa mwisho hawe kila mwanadamu au sisi sote wanafunzi tunaofanya mtihani, elimu yetu kubwa ni kufaulu. Hakuna mtu anafanya mtihani kwa ajili ya fedha, hakuna. Ikiwa huo kuna mtu anafanya mtihani kwa ajili ya fedha, huyo itakuwa yeye ana kasoro za kujielewa, kwa sababu man arifa nafsahu faqad arifa rabbahu, kila siku anaijua nafsi yake, huyo ndio ameambiwa nani? Mola wake. Kwa hivyo utakapokuwa umefaulu katika huu ulimwengu au katika huu mtihani ukafaulu, ukatoka kwa ile marks ambayo kwamba au grade unayoitaka, ujue hiyo ni qadar ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliweka na kadwa yake kukaitibisha process yake ikawa unamtaka hapo. Islamu tuseme alhamdulillah mara. Lakini ikawa wewe unataka kufikisha hiyo ndio elimu yako kamili, nataka kufika B+, hiyo ndio elimu yako kamili, ukaenda chini mpaka ukajishangaa hawa jamaa wamefanya blanda kwa kitu ama ilikuwa katika, yani kwa sababu ambazo kwamba wewe hukutarajia, sio ambalo kwamba ilikuwa. Ukumbuke ni qadar ambayo kwamba ile qadar ameiweka, ishaandikwa na nani? Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa lakini kwa bahati mbaya sio ile uliyoomba, sio ile uliyoitaka. Kwa hivyo hiyo haikutoka kwako, hayo ni matakwa yametoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikikufikia hiyo yastahili useme alhamdulillah mara. Kwa sababu gani unasema hivyo? Kwa sababu ya kwanza ilikuwa ni matakwa unayoyataka na Mwenyezi Mungu anakupatia unachotaka. Lakini ya pili ulitaka, lakini Mwenyezi Mungu hakukupatia unayotaka, amekupatia kadari anayoitaka yeye. Kwa hivyo anayoitaka yeye ni bora zaidi kuliko yako. Na mara nyingine hili huligundui kwa sahihi. Utatoka imeanguka bwana. Hujui kuna kitu Mwenyezi Mungu ndio Imam Ali anasema ni sirrun min asrarillah, yani ni siri ambazo kwamba hazijulikani kwa kiumbe yoyote, na athari yake haikupatii hapa baada ya kuja kuona result zimetoka, itakujia athari yake baada ya afadhali. Kumbe
Mwenyezi Mungu ilikuwa ametoka kule, ilikuwa amenipangia haya. Kama vile kwenye kazi, wakati umeenda kuapply mathalan, vijana wengi majuzi, wakati mtihani unaendelea, recruitment ya jeshi ilikuja juzi. Kaja kijana rafiki yangu sana, lakini alisoma hapa chini, lakini hana certificate ya form 4. Recruitment iliyopita alitolewa, wakati hakuwa na ile certificate, ameenda miaka 2012 mpaka sasa hii yeye kwa nini hana certificate? Sasa kaja hapa haruhusiwi kuingia kule, lakini kwa nini ni rafiki yangu bwana? Nikamwambia leo watu tumsote kule, tuangalie kwenda kusaidika. Kwa bahati nzuri sana ikawa anadai shule, anadai shule. Fanya nini kwa kupata certificate kwa maana mwakili alisafanya yote ile, nikamuelezea mpaka elewa kijana anataka nini. Sasa akawa hakutarajia kuwa mimi nitakuja hapa chini nipate ile certificate. Kwanza leo hakutarajia hilo ni la kwanza, kwa sababu anapigia simu mimi anaenda zake, haruhusiwi anaenda zake. Mimi nikamsupisha, kumbuka tukalalanisha pamoja pale vizuri, alafu hilo ni la kwanza. Yeye katika mipango yake ni kuwa hana wajibu wa kupata nini mwanzo certificate. La kwanza certificate ataipata. Wallahi kuna swali hapa ananiambia, mbona hiki kitu kama hakinijii katika taswira, naona maajabu mimi kuipata hii certificate kwa hivi ndio. La kwanza nikamwambia hii ni mipango ya Mwenyezi Mungu, na mara nyingine unaweza kwenda huko pia ukafaulu, na inshallah utafaulu, kwa sababu unataka nini ufaulu. Jamaa akaanza sawa ustaz, mimi tunaenda siku tukuja simu. Jamaa akatoka kile kwa kazi kile, kaenda sehemu za kufanya kwa nyaya. Okay, akifika kule shamalizika zile kitu, siku ya pili akaambia bwana na tawadhu, yani hana shida yote, yani ananipata ile kwa Mungu. Anaambia mimi bwana, Mwenyezi Mungu amenifikia sikuipata kazi. Angalia kauli aliyoizungumza, amenifikia sikufaulu. Wakati kwa mtu mwingine anasema mimi bwana kule bwana mimi siku, amenifikia Mungu kwa sikufaulu. Nikamwambia hapa rafiki yangu asiseme mara, alhamdulillah maadab. La kwanza ulikuwa unataka upate, lakini Mwenyezi Mungu akakukadiria yake usipate. Kwa hiyo sababu anatolewa si certificate tena kama tunavyojua Kenya, sababu yeye kwa miaka 26 bado recruitment mwisho miaka 26 ikatolewa njia ambayo kwa si ya. Kwa hivyo kila kitu chochote katika maisha, watu mtihani unaofanya maisha yako yote, kuna kadari ya Mwenyezi Mungu anakupangia vizuri, alafu wewe unaenda kuikosa kile unachokitaka. Wallahi nakuapia kuwa hujakosa, bali mimi nasema umepata zaidi, kwa sababu hayo ni matakwa ya Mungu, kwa sababu umefanya bidii. Nani hajafanya bidii hapa anafanya mtihani tu hivi? Bainecha haya ni mtihani ufanye mambo zake. Kila mtu amesoma kadri ya uwezo wake, na kila mtu anataka kupasi kadri ya uwezo wake. Ndio ukaona kila mtu ana grade tofauti. Mwingine ana B+, mwingine ana C+, mwingine ana A-, mwingine tofauti. Sasa utakapokosa hiyo, ujue umeandalia mazuri. Ni lazima sasa ushukuru kwa ile hamu maisha zaidi, kwa sababu yale ambayo kwamba umeyataka na ukayapata, hayo ndio mtihani zaidi. Hayo ndio mtihani zaidi. Unaweza ukatoka hapa na emails yako ukawa chini katika hiyo kampuni kwa yule aliyotoka na D+. Wapi yako mambo yanakuja. Mtu anaandikwa kazi na mtu aliyokuwa na D+ wakati ana A-.
wazi, na hizi vitu vinatokea kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kadri ya Mwenyezi Mungu akikupatia, ukipata uliyopata, wewe ujue kumshukuru Mwenyezi Mungu na uhakikishe uko katika mtihani. Na ukaambiwa ukiwa maskini ni mtihani na ukiwa tajiri mtihani. Hata hawa tumeoa, muulize Sheikh Adamu, yeye akona mtihani mshahara usimwona ameoa ana mtihani, kama vile ambapo kwamba hana mke pia akona mtihani. Sasa haya maisha tukizongole ni lazima uwe katika mtihani. Kwa hivyo weka nia yako safi, weka moyo uweke wazi, jifiri yani uko sawa, jiwekee kuwa haya yote ndiyo matakwa ya Mungu, yani sahihi kufika, yani usijifiksi katika sehemu ambazo kwamba yani unataka kupeleka kuitahau kuibadilisha kadari ya Mungu, haiwezekani. Umeelewa vizuri? Ndio hapo uanze sasa kutafuta mbinu nzima yani kwa tia mkokozo wa moyo kiasi kwamba yani mpaka ukajikuta time zina. Umeelewa vizuri? Kwa sababu katika maisha mwanadamu au nia safi kisha au na wasafi. Kwa watu wanalipa mshahara chini katika maisha, lakini wako na maisha mazuri sana kwa sababu wao ni matajiri wa sawa, wanatumia, wameridhika, wamekinana kwa yale ambayo wamepata. Na utapata mtu ambaye kwamba ana nyumba kadhaa, lakini maisha ambayo kwamba kuna kila siku anaenda kutembelea watu saikolojia, ndio shida zinazokuwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe na utulivu, atujalie tuwe na hekima na busara kuanza na kumaliza mtihani wetu kama huu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe wenye kufaulu في الدنيا والآخرة. نسأل الله العون والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه ولي التوفيق وبه نستعين، والحمد لله.